Mtoto wa msanii wa Bongo Flava Sheta. Mtoto huyo anajulikana kwa jina la Khaira Nurdin Bilal, ambaye ni mwenyekiti wa chipukizi taifa katika Chama cha Mapinduzi CCM. Ni mwaka mmoja umepita. Mtoto huyo anafahamika kwa jina la Khaira Nurdin Bilal, ambaye ni mwenyekiti wa chipukizi taifa Chama cha Mapinduzi iko CCM. Na kwa hivi sasa tunavyozungumza, baba yake mwenyewe Sheta amegombea udiwani na amekuwa diwani, na sio tu diwani, amekuwa meya wa jiji. Sasa kitu ambacho kinaendelea kuzungumzwa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mchakato ule wa viongozi katika familia. Yaani inaonekana katika familia viongozi wanakuwa wanaandaliwa, unaona bwana. Kwa hiyo vitu ambavyo vinavyokuwa vinaendelea ambavyo vinaitwa gumzo kuanzia wakati ule mpaka wakati huu hapa ni kwamba kwa nini kwa asilimia kubwa baba anamtengeneza mtoto kuwa kiongozi katika nafasi za juu, lakini kwa asilimia kubwa kuna wale ambao wanaishi maisha ya kawaida wanawaandaa na kuwatengeneza watoto wao kuwa kwa mfano mafundi wa pikipiki, watengeneza waziba pancha na kadhalika, wakulima na kazi zingine. Sasa hii hapo ikawa imeibua mseto na kuweza kuwachambua ni kwa nini mtoto akizaliwa katika familia ya mkulima na yeye anakuwa mkulima, na hata akipambana kwa namna moja ama nyingine wazazi kuweza kumsomesha kufika katika nafasi ya juu inakuwa changamoto zaidi. Pale mbele anakuwa anakutana na vikwazo vingi sana, unaona bwana. Kwa hiyo na ukilinganisha na watoto wa viongozi wanapenda kwamba wanachokisomea baadaye waje kuwa viongozi, na wakipambana kutafuta kitu kingine tofauti na uongozi inakuwa ni changamoto zaidi. Kwa hiyo tumeweza kufikisha ujumbe huu kwenu na muweze kudiscuss kwa pamoja ni kwa nini asilimia kubwa mtoto wa mkulima anakuwa mkulima, akipambana zaidi kuacha ukulima kwake inakuwa changamoto sana. Mtoto wa msanii akipambana kuwa nje ya hicho inakuwa ni kazi kubwa, anatumia nguvu sana, yani ndio hivyo. Kwa hiyo kiupande wako unaweza kutoa maoni yako na kusema kwamba ni kwa nini mtoto wa mwalimu anapenda siku moja aje kuwa mwalimu na yeye, lakini akipambana kuwa nje ya mwalimu inakuwa changamoto zaidi. Mtoto wa mkulima, ndio hivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo na wewe unaweza kutoa maoni yako kupitia hiki ambacho nimekuwasilishia bana. Kama hujasubscribe, fanya usubscribe channel hii, utakuwa ni moja kati ya familia yetu nzuri kabisa. Bye bye.